Karibuni tena kwenye channel yetu Ajira Update. Kama vile tulivyofahamishana ya kwamba tutakuwa tunatoa baadhi ya story ambazo zitatujenga sisi kiakili na zitatupa nguvu kwenye kutafuta ajira. Hivyo leo nimewaletea story moja ambayo inamhusu kijana mmoja. Story itakuwa inaitwa One Day Yes. Sasa nisikilize kwa umakini ili uweze kucomment kwamba wewe unatamani hii story iendelee au tuimalize. Kama ikikuvutia basi comment story iendelee. Kuna kijana mmoja ambaye alikuwa ametokea kijijini. Alafu kijijini kwao waliofanikiwa kufaulu vizuri kwenda chuo kikuu ni vijana watatu. Sasa huyo kijana ni moja ya familia ambayo kijijini ilikuwa ni hali ya chini. Kwa maana hiyo, wazazi wake walivyoona amefaulu vizuri ikabidi wamsupport aende kusoma chuo kikuu. Akapambana sana yule kijana, alikuwa anasoma sana, hata muda wa kucheza na wenzake, kwenda kucheza games, kucheza mpira, kucheza basket alikuwa hana. Maana yake alikuwa anasoma kwa juhudi sana ili mwisho wa siku afaulu vizuri, na mawazo yake kichwani yanawaza ya kwamba akishamaliza chuo basi anapata ajira ili asaidie familia yake. Kijana akasoma sana, akafanikiwa kupata GPA ya 4. Nadhani kwa mtu uliye chuo unafahamu GPA ya 4 ni jinsi gani ni nzito. Kwa hiyo kijana alipata GPA ya 4. Yule mshikaji bana alivyopata GPA ya 4, siku ya graduation akafanya kipati fulani hivi, na yeye alikuwa hahitaji kufanya party, lakini wazazi wake wa kijijini wanaheshimu kitu ambacho amekipambania. Kwa maana hiyo wazazi, mama yake, baba yake wakaja chuoni kusherekea sherehe ya mwanaye anamaliza chuo. Hiyo siku mshikaji akaramba suti vizuri, kapiga kiatu kikari, nywele kachana vizuri, kaingia barber shop kashevu vizuri, wazazi wakaja na keki. Wakakata vizuri, wakala, wakafurahi. Mama yake akamwambia kitu kimoja, mwanangu, natumaini sasa hivi umemaliza chuo basi maisha yetu yatabadilika. Umenielewa? Maana hakuna mzazi ambaye yuko kijijini ambaye hana matumaini na elimu. Nothing like that. Kwa hiyo mzazi alikuwa anaamini katika elimu. Kijana akamaliza kufanya graduation na mama yake na baba yake. Wakaondoka wote mpaka nyumbani, akarudi nyumbani akasubiri. Tayari kijana ana maarifa kichwani. Siku zinazidi kwenda, kijana akawa anatuma maombi, anaandika CV, anatuma maombi kwenye baadhi ya makampuni ili wamwajiri. Anatuma maombi, katuma maombi kama mara 15, lakini sehemu zote hakuna hata sehemu moja inayomjibu. Nakumbuka ana GPA ya 4. Kwa hiyo kijana akajitahidi sana kutuma maombi, katuma na kutuma, lakini wapi. Kwenye email yake akija kuangalia ujumbe hamna kitu chochote. Siku moja rafiki yake ambaye ni moja ya rafiki yake ambaye alikuwa anakaa mjini, walisoma naye, akamwambia, brother, mimi nimefanikiwa kupata kazi. Yule rafiki yake alikuwa amepata GPA ya 3.5. Akamwambia, brother, mimi nimefanikiwa kupata kazi, namshukuru Mungu. Umeona? Sasa kijana akamwambia, hongera sana kaka. Hakuwa na moyo wa kukunja huyo jamaa. Akamwambia, hongera sana kaka, Mungu akutangulie kwenye utendaji kazi wako. Mimi ngoja bado ninasugua benchi, ipo siku labda na mimi Mungu ataniona. Umeona? Kwa hiyo kijana akaendelea kukomaa kijijini. Ikafikia hatua miaka inaenda, miaka 2, miaka 3, bado hajawahi pata ajira. Watu waliokuwa kijijini walikuwa wanamwangalia kwa jicho la pili. Wakimwangalia wanamuuliza, vipi wewe ulisomea nini? Mbona upo tu kijijini, hamna elimu haijakusaidia chochote? Akawa anawajibu, anawaambia hamna, ni swala la muda tu. Kijana alikuwa anawajibu akiwa anacheka, lakini usiku akiingia kulala yale maneno yanamuingia kichwani, unakuta anakuwa na stress sana, na hii ni kitu ambacho watu wengi tunapitia. Kwa hiyo kijana, siku zinaenda vile, ikafikia hatua akaanza kukata tamaa.
Kila siku akawa anaingia kwenye email yake kucheki hata kama kuna bosi yoyote ambaye amemtumia meseji. Ilifikia hatua usiku mmoja ambapo alipokea meseji kwa rafiki yake mwingine wa chuoni akamwambia, brother, nimefanikiwa kupata kazi. Yule kijana alianza kulia baada ya kumpongeza rafiki yake. Walivyomaliza mazungumzo, alianza kulia chumbani kwake peke yake na kusema, Mungu, nimekukosea nini mimi? Kwa nini mimi? Alitoa machozi akimlaumu Mungu kwa nini anamfanyia hivyo. Je, kwa hii episodi ya kwanza umejifunza nini na unadhani nini kitaendelea kwa ndugu yetu? Drop your comment kama unahitaji story iendelee ili tuone ni wangapi tuko pamoja. Chao.